Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Wiki hii tumepiga hodi mkoa wa Ruvuma. Mkoa wa Ruvuma uko kusini mashariki mwa Tanzania. Mkoa huu una wilaya 6. Nazo ni Nyasa, Songea mjini, Songea vijijini, Tunduru, Mbinga na Namtumbo. Mkoa wa Ruvuma una wakazi 1,376,891 kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Mkoa huu unapakana na mikoa ya Njombe, Morogoro, Lindi na Mtwara. Pia mkoa huu umepakana na nchi jirani ya Msumbiji pamoja na Ziwa Nyasa. Tumeingia wilaya ya Tunduru. Wilaya ya Tunduru imepakana na wilaya ya Liwale na Nachingwea kwa mkoa wa Lindi na wilaya Masasi kwa mkoa wa Mtwara. Wilaya hii pia inapakana na nchi jirani ya Msumbiji. Wakazi wengi wa mkoa wa Ruvuma wanajishughulisha na kilimo na uvuvi. Mazao ya biashara katika mkoa huu ni mahindi, kahawa, korosho, mpunga na maharagwe. Timu ya Kilimo Ajira Yangu imeingia katika wilaya ya Tunduru kuangalia ukulima wa zao la korosho. Wilaya hii inapakana na wilaya zinazolima korosho kwa wingi kama nilivyozitaja hapo awali: wilaya Masasi, Liwale na Nachingwea. Katika ziara hiyo tulianzia kwa mkuu wa mkoa wa Ruvuma, Bibi Christina Mndeme, ili kujua hali halisi ya kilimo hasa ya zao la korosho katika mkoa wake. Ruvuma kama unavyofahamu ni mkoa ambao umebarikiwa na Mungu. Ni mkoa ambao una neema. Una neema kwa ardhi na pia una neema kwa wananchi wake. Wananchi wa mkoa wa Ruvuma ni wananchi ambao wanapenda kazi. Ni wananchi ambao wanajituma. Moja ya shughuli zao pamoja na kazi zingine ni shughuli za kilimo. Kilimo katika mkoa wa Ruvuma kinafanyika sana katika wilaya zote 5. Lakini kilimo hasa cha korosho, zao la korosho ambalo mimi nikasema ni dhahabu ya kijani, inafanyika sana katika wilaya ya Tunduru ambayo ndio inaongoza kwa kilimo hicho cha korosho, ikifuatiwa na wilaya ya Namtumbo. Pia baada ya wilaya ya Namtumbo inafuatia wilaya ya Songea, na baada ya wilaya ya Songea inafuatiwa na wilaya ya Nyasa. Wilaya hizi zimejikita sana katika kilimo cha korosho. Na sisi kama serikali, moja ya wajibu wetu ni kuhakikisha kwamba wakulima hawa wanafikia malengo ya korosho. Na zao la korosho hili ni zao ambalo kwa kweli kama ninavyosema ni dhahabu ya kijani, ambalo kwa namna moja au nyingine ndio mkombozi wa mkulima, na hasa mkulima wa korosho anayetoka mkoa wa Ruvuma. Na korosho nzuri sana inapatikana mkoa wa Ruvuma kutoka wilaya ya Namtumbo na wilaya ya Tunduru ndio inapatikana korosho iliyo nzuri na yenye thamani kubwa. Mkoa kwa sasa hivi tumepokea biche 1,400,000 na mbegu zaidi ya kilo 6,000 katika mkoa huu. Mimi ninachowaomba wananchi wa Ruvuma, mbegu hizi na miche hizi wazitumie kwa kama wanavyoelekezwa na maafisa kilimo. Wapande kwa wakati ili mavuno wayapate kwa wakati. Lakini watumie pembejeo ikiwemo mbolea, ikiwemo madawa na utunzaji wa miche hii kama wanavyoelekezwa na wataalamu, ili waweze kupata mavuno yaliyo bora, na kupata mavuno yaliyo bora ndio atakaofikisha katika wao kujikwamua kiuchumi, kwa sababu wakipata zao hilo bora watauza kwa bei iliyo nzuri. Na kupata mbegu hizi tunaamini baada ya miaka 5
Ruvuma inakwenda kubadilika, kwa sababu mazao na mavuno yanakwenda kupanda, na yatakwenda kupanda, lakini yatapatikana mazao yaliyo bora. Ndugu zangu, mimi nawakaribisha Ruvuma, kwa pamoja tushirikiane ili tuweze kufikia ndoto za serikali ya awamu ya 5, kwa sababu zao hili la korosho sasa hivi ni zao ambalo bei yake iko nzuri katika soko. Zao la korosho sokoni liko vizuri. Tarehe 2 mwezi wa 11 ulizinduliwa mnada mkubwa wa uuzaji wa korosho katika wilaya Tunduru. Jumla ya kilo 544 ziliuzwa kwa bei ya shilingi 3,950 kwa kilo moja. Na kwa sababu wana Ruvuma wanajikita sana vizuri katika soko hili, tunaamini mnada mjao fedha hii itaongezeka. Na niwaombe tu wafanya biashara basi wawe wa kweli na waaminifu, watoe bei ya kuridhika, bei ambayo ni nzuri kwa wanakulima wa korosho, kwa sababu zao la korosho hili linaposimama, mkulima anaponeemeka na mkulima kufaidika, ndio matarajio ya Mheshimiwa Rais. Kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya malengo yake ni kumuinua mkulima. Na sisi wana Ruvuma tunasema hatutomwangusha, na wananchi wa Ruvuma nawaambia tu serikali iko pamoja na wao katika shughuli nzima kuhakikisha kwamba kilimo cha korosho kinasimama na malengo ya serikali yanafikiwa. Na sisi tuhakikisha mbegu inawafikia kwa wakati na pembejeo wanazipata kwa bei elekezi. Wajiepushe na matapeli, wajiepushe na walanguzi. Hawa hatutowafumbia macho, hatutowaonea huruma mtu yote ambaye amejiandaa kumdhulumu mkulima wa zao la korosho ndani ya mkoa wa Ruvuma. Karibuni Ruvuma, kwa pamoja tujenge Ruvuma yetu. Lakini pamoja kupitia zao hili la korosho, matarajio ya mkoa, tunatarajia baadaye kuwa na viwanda vingi katika mkoa wa Ruvuma. Viwanda hivi ni viwanda vya kusindika na kuchakata korosho, ili zao la korosho liweze kuongezewa thamani. Tunawashukuru bodi ya korosho. Bodi ya korosho inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha kwamba zao hili linasimama na zao hili linaongezewa thamani. Kwa hiyo ni matarajio ya mkoa kuongeza viwanda vya korosho ndani ya mkoa. Ni matarajio ya mkoa kuhakikisha kwamba tunaongeza maghala ndani ya mkoa, ili korosho inapovunwa basi ipate mahali pa kuhifadhiwa. Tunawashukuru wenzetu wa bodi ya korosho ambao tayari wamekwisha onesha nia ya kujenga ghala kubwa katika wilaya Tunduru, ambayo itakamilika ndani ya miezi 10. Baada ya miezi 10 itakuwa liko tayari. Ghala hili litakuwa na uwezo wa kuhifadhi tani 10,000 mpaka 20,000. Kwa hiyo tunaendelea kupambana kuondoa changamoto hii ya ujengaji wa maghala. Niwakaribishe na wawekezaji wengine, watu binafsi, mashirika na taasisi mbalimbali kuja mkoani Ruvuma kutujengea maghala kwa ajili ya kuhifadhia korosho, na vile kujenga viwanda kwa ajili ya kuchakatia korosho na kuongeza thamani ya zao la korosho. Ndugu zangu, karibuni Ruvuma, tushiriki wote katika kuihudumia na kuipenda hii dhahabu ya kijani ambayo ni korosho. Baada ya kukaribishwa na mkuu wa mkoa, tulianza safari ya kuelekea katika shamba la CDC na Kayaya lililopo chini ya kituo cha Naliendele. Shamba hili linatumika kufanya utafiti na kuendeleza zao la korosho. Said Abdalla Mawenje ni meneja wa uendelezaji wa zao la korosho CDC na Kayaya wilayani Tunduru. Kituo hiki kina majukumu makuu matatu. Jukumu la kwanza ni kuzalisha mbegu bora za korosho, na mbegu hizi zinapozalishwa kusambazwa katika mikoa hii miwili katika wilaya zake, na maanisha mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Njombe. Na kwa msimu huu wa mwaka 2017 tumefanikiwa kuzalisha mbegu, na mbegu tazimesha sambazwa katika mikoa hiyo miwili katika wilaya zake, ikiwa wilaya ya Namtumbo, Tunduru, Mbinga, Nyasa, Madaba, na kwa mkoa wa Njombe tumeshasambaza katika wilaya mbili, yani Ludewa na Makete. Lakini pia kituo uzalisha miche bora ya korosho iliyobebeshwa na kusambazwa kwa wakulima bure tukishirikiana na halmashauri. Lakini hatuishii hapo, pia kituo hutoa mafunzo mbalimbali kwa mkulima mmoja mmoja, vikundi pamoja na wataalamu wa kilimo. Ni namna gani, yani namna tunafundisha namna ya
ya kutambua magonjwa na wadudu wa zao la korosho na michanganyo sahihi ya madawa, kwa sababu wakati mwingine wakulima wanaweza wakatambua dawa lakini namna gani ya kuchanganya hizo dawa inakuwa ni shida. Kwa hiyo tunatoa mafunzo ya namna gani ya kuchanganya hizo dawa na ni muda gani sahihi wa kuanza kupuliza hayo madawa. Kwa hayo ndio majukumu makubwa ya kituo cha CDC na Kayaya. Mkorosho kama ilivyo mimea mingine nao una mahitaji yake ili uweze kukua na kuzaa vizuri. Mkorosho una mahitaji ya msingi ya kiikolojia kama vile joto, mvua na aina ya udongo. Mtafiti kiongozi wa zao la korosho Tanzania, Fortunus Kapinga, anafafanua zaidi. Sasa nianze na udongo. Udongo ambao unapaswa kulima mkorosho unatakiwa usiwe na mfinyanzi. Kama ni mfinyanzi uwe kidogo, ni kwamba uwe udongo ambao hautumishi maji, na udongo ambao wakati wa kiangazi usilazimishe ile mizizi kushindwa kupenyeza vizuri kwenye ardhi. Na kujua udongo huo ni kwamba kama ungekuwa labda umechimba shimo, ungeweza kuzama chini mita zisizopungua 2, usikutane na mawe au mwamba au kokoto zinazoweza kusababisha mizizi kutokupenyesha vizuri. Na hiyo kama wataalamu wa kilimo tunaita, ningesema ni profile. Kusiwe na kina kifupi ambacho katika mita 2 kwenda chini kukawa na kikwazo cha mizizi kuenea vizuri kwenda vizuri kwenye udongo. Na kwa hiyo tunahitaji udongo ambao uwe na asili ya mchanga, udongo laini, udongo tifutifu. Lakini pia kusiwe sehemu ambayo maji yanatuama wakati wa mvua. Na mahitaji mengine ni mvua. Mkorosho hauhitaji kuwa na mvua kipindi cha kutoa maua. Inatakiwa kipindi cha kutoa maua kuwe na hali ya kiangazi, hali kavu. Kikiisha kuwa na maua basi mvua isiwepo. Lakini mahitaji mengine ni joto. Joto linahitajika liwe la nyuzi joto 24 mpaka 28 wakati wa kutoa maua na kuchavusha. Lakini unaweza kupata joto kiasi cha centigrade 15 mpaka 30 au zaidi ya 30 wakati wa kawaida ukuaji. Sasa hali kama hizo Tanzania tunabahatika. Tuna maeneo mengi ambayo yanaweza kulimwa zao la korosho kwa sababu yana hali hizo nilizotaja. Hizo tu ni baadhi ya mahitaji, hayo ni baadhi tu ya mahitaji ya zao la korosho kuweza kustawi vizuri. Sasa swala la joto au mvua, hapa inabidi nitoe fafanuzi ili watu waweze kuelewa vizuri. Na nimekuwa mara nyingi nikiongea na watu kwa njia ya simu au wengine wanatuma ujumbe, wanakuja pale ofisini kwetu naliendelea tafiti wa kilimo wakitoa malalamiko kwamba maua ya mikorosho mwaka huu yameungua au yamekauka wakati walipiga madawa, walitunza vizuri. Sasa nikiwa najaribu kuwaeleza nini kimesababisha hilo, wenda wengine hawakupata majibu kwa sababu sio kila mtu ambaye anaweza kuja pale kupiga simu. Sasa kwa kutumia kipindi hiki cha kilimo ajira yangu, nimeona ni vema pia nitoe ufafanuzi wa tulichokiona kitaalamu. Kwa nini maua yanaweza kaungua wakati mtu ametunza vizuri, amepiga dawa, na majibu pengine anaweza hana. Nimesema joto ambalo linafaa wakati wa maua kuchavusha mkorosho inatakiwa iwe nyuzi joto nzuri sana, nyuzi joto 24 mpaka 28, lakini angalau isiyo chini ya 20 na isizidi 30. Pale inatakiwa joto lile liweze kuwepo muda wa kuchavusha maua. Lakini pia kipindi hicho kusiwe na mvua. Sasa takwimu zetu ambazo tulizonazo za hali ya hewa kwenye vituo vyetu, kwa mfano Nachingwea na Naliendele, hayo mwaka huu imejitokeza kwamba kuanzia mwezi Juni, mwezi Julai, Agosti, Septemba mpaka Oktoba, kwa bahati mbaya mwaka huu 2017 mvua kila mwezi huu, mwezi niliyotaja, ilinyesha. Na kipindi kile cha mwezi Julai mpaka Agosti, muda ambao maua yanakuwa yamechanua na muda ambao inatakiwa chavushwe, kulikuwa na mvua.
Sasa inavyotokea mvua imenyesha kipindi kama hicho, zile poleni au chamvua haziwezi kupeperushwa vizuri kudondokea kwenye ua la kike. Zile inakuwa kwenye ua dume la mkorosho. Sasa zikilowana na maji, zile poleni au chamvua haziwezi kwenda vizuri kadondokea kwenye ua la kike. Lakini pia ua la kike kwa kipindi hicho ambacho inatakiwa kuchavushwa linakuwa na ute ambao ndio unanata ile chamvua au poleni. Sasa kukiwa na shida kama hiyo, utakachojitokeza ni kwamba ile mbegu ya kiume ya ua la mkorosho haitaweza kudondoshewa kwenye ua la kike. Kwa ile kike halitachavushwa. Matokeo yake litakauka. Hii itakuwa imesababishwa na mvua. Sasa hiyo ilijitokeza katika mikoa ya Mtwara, hata Lindi pia rekodi zetu inaonyesha za hali ya hewa. Na huenda wakati mwingine usione mvua inanyesha, ila kunaweza kuwa na umande mwingi sana kipindi cha muda mrefu, mchana mpaka jioni. Sasa kipindi kile ambacho ingetakiwa ua lichavushwe inaweza kujitokeza hivyo, kwa hiyo maua yatakauka. Lakini lingine ambalo tulijiona kwenye mkoa wa Lindi, kwenye kituo chetu cha Nachingwea, kulikuwa na kupungua kwa joto. Badala kuwa na nyuzi joto 24 mpaka 28 au angalau 20 kwenda juu, joto lilipungua likafika mpaka nyuzi joto 15. Sasa inapotokea mabadiliko ya hewa kama hayo, maua ya mikorosho inaweza kufika mahala yakakauka. Sasa simu nilizokuwa napata kwa watu wanakuja ofisini kuulizia, na sisi tukitembelea kwenye mashamba yao tulikuwa tunahitaji kuelezekeza wao. Simu walizokuwa wanatupigia au malalamiko walikuwa wanatoa ni kwamba wanaotumu labda upuliziaji wao, wanasema bwana, mimi na wasiwasi labda mpuliziaji huyu amefanya mchezo ambao pengine sio mzuri, dawa pengine haikuwa nzuri, au hakupiga dawa sawa sawa. Sasa tukaona shauri kwamba waelewe hilo na tunaelekeza hilo. Sasa kwa ushahidi ni kwamba hapa nilipo ni shamba letu la sisi wenyewe la kuzalisha mbegu. Unaona haya mabibo, mfano kiangalia hapa, hili bibo tayari limesha komaa na mbegu tayari ishakuwa tayari kwa kuvunwa. Lakini utakuta hapo kuna mbegu ndogo kabisa, changa kabisa. Lakini mti huu kuna maua ambayo ndio kwanza yanaanza kutoka kama haya hapo. Sasa nini kilichojitokeza pale ni kwamba kwa sababu huu haukuwa ugonjwa wa ubwiriunga, hili ua hapo juu kwenye petali zake ilikauka, lakini kikonyo chake bado kwa sababu ni kizima. Ndio maana sasa joto linaporudi kwenye hali ya kawaida ambao mkorosho unapendelea, ndio maana kuta maua yanaanza kuchipua upya. Sasa hii inatuonyesha kwamba msimu huu huenda kazi ya kuokota korosho ikaendelea zaidi mwezi Disemba. Kwa mfano maua kama haya mpaka kuweza kuvuna korosho zake haitakuwa mwezi Novemba, itaenda mpaka mwezi labda Januari. Sasa nini tunajifunza sasa pale? Ni kwamba kwa sababu hayo mabadiliko yanaenda na mabadiliko ya tabia nchi, ndio maana sisi kiushauri na tunapendekeza na tunahimiza hiyo hali ya kutegemea korosho zilimwe ukanda wa pwani tu si njema. Ndio maana tumependekeza korosho zilimwe maeneo mengine pia nje ya ukanda wa pwani. Ndio maana tuna mpango na tunahamasisha korosho zilimwe mikoa ambayo nje ya ukanda wa pwani. Kwa mfano Dodoma, Singida, Tabora, Kigoma, Katavi, Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe, Kilimanjaro, Morogoro. Sasa ninavyosema Njombe, sasa mtu anaweza kujiuliza labda pale Njombe mjini. Sio Njombe mjini. Njombe kuna eneo ambalo liko ukanda karibu na ziwa Nyasa kule Ludewa. Kule kunafaa kulima korosho. Sasa kwa sababu tumebahatika kuwa na maeneo kama hayo, tusikae kutegemea korosho ikae ukanda wa pwani tu. Katika hii dhana ya viwanda, uchumi wa viwanda, tusisahau kukaa tu ukanda wa pwani. Huenda hayo mabadiliko tabia nchi yakawa na kabili sana ukanda wa pwani wakati mwingine. Sasa tukiwa na maeneo mengine zaidi ya pale, tuna uhakika kupata korosho kila mwaka. Na hiyo tuna record ya miaka mingi sana. Nakumbuka miaka ya 90, 91 tulikuwa tunategemea mara nyingi wakati wa kiangazi, kwanza mwaka 91
uzoefu wangu unaonyesha kwamba mwezi Julai mwishoni au August mwanzoni katika maeneo ya mkoa wa Mtwara tulikuwa tunapata mvua angalau wiki moja. Lakini baada ya pale kumekuwa na ongezeko au mabadiliko ya mvua kunyesha kila kipindi cha maua kuchavusha. Sasa hiyo kwetu nasema ni changamoto na ni somo ambalo sasa inabidi tulichukulia tena nafasi ya utafiti. Na ndio maana pia kwa upande mwingine tuna aina zaidi ya 50, tuna aina 54 zilizosajiliwa. Na katika aina hii moja tunayoona hapa, hii nilioonyesha hapa, ni aina ambayo yenyewe ina uwezo wa kutoa maua mara ya pili. Kwa hiyo sasa hili suke ambalo lilikauka maua yake kama hili hapa, suke hili maua yamekauka, hili sasa linafidiwa na masuke haya hapa. Wakati aina zingine pengine singeweza kutoa maua mara ya pili. Au kama hapa unaona hizi hapa suke limekauka, lakini kuna maua yamejitokeza baada ya pale na mbegu zinaanza kutokea zingine. Sasa huu mti kama ungepata loss kubwa au hasara, sasa hivi utapata hasara kama nilivyotegemea. Mkulima anaweza kupata mavuno mengine kutokana na hizi korosho mpya zinazotokeza hapo. Kwa misingi sasa kupanua maeneo ya kulima korosho, tunajihakikisha uhakika kupata korosho za kutosha kila mwaka. Kama hali tabadilika kwa ukanda wa pwani, ukanda wa kati, tutapata korosho. Kwa hiyo kwa kifupi nasema kwamba tuendelee kupanua zao la korosho katika mikoa ambayo nje ya ukanda wa pwani. Sasa nini tumefanya mpaka hapo? Hivi ninavyoongea tayari tumeshakuwa na kwa kushirikiana na bodi ya korosho tumeshasambaza mbegu katika mikoa yote karibu 13 ambayo nimeitaja. Zamani tulikuwa na halmashauri 33. Sasa tumeingia zaidi ya halmashauri 80 ambazo tutalima zao la korosho. Hivi sasa mpaka ilipofika tarehe 31 mwezi Oktoba tayari tulishasambaza mbegu za korosho, mbegu bora kwa kushirikiana na bodi ya korosho katika mikoa ya Dodoma, Singida, Tabora, Kigoma, Kilimanjaro, Katavi, Songwe, Mbeya, Iringa na mkoa wa Ruvuma. Pia na Kilimanjaro tumeshapeleka mbegu za korosho. Sasa hiyo kwa nini tulianza kupeleka kule? Ni kwamba kule mvua zinanyesha mapema kabla mikoa hii mingine ya ukanda wa kusini, ukanda wa pwani. Na baada hapo tutaenda kwenye mikoa ya Lindi na Mtwara, na hatimaye tutakuwa mikwenda mikoa ya Tanga, Morogoro na mkoa wa Pwani. Tuliweka kipaumbele mikoa ambayo inaanza kupata mvua mapema ili tuwai msimu wa mvua. Na kimsingi tunasema kwamba sisi tukishirikiana na bodi ya korosho tunaenda sambamba pamoja kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbegu bora. Sisi ndio wazalishaji wa mbegu bora, lakini tukishirikiana na bodi ya korosho tunasaidia pamoja kusambaza hizo mbegu katika mikoa yote ambayo tunafikiri na tumeona kwamba inafaa kulima zao la korosho. Mtazamaji, ni matumaini yangu umefurahia na kuelimika kuhusu ukulima wa zao la korosho. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kilimo Ajira Yangu.